Utawala huu wa Samia Suluhu Hassan upo na chuki mpaka kwa wafanyabiashara na waendesha bodaboda. Juzi kati serikali ya Samia jimbo la Dar es Salaam liliweza kuwapiga marufuku wafanyabiashara kutoka katikati ya jiji la Dar es Salaam. Leo tarehe 10 mwezi wa Machi mwaka 2026, wafanyabiashara wadogo pamoja na waendesha pikipiki za biashara, ukipenda bodaboda, walifanya maandamano katikati ya jiji la Dar es Salaam katika eneo la Kariakoo kufuatia amri ya kuwazuia kufanya biashara katikati ya jiji kinachoitwa kwa kile ambacho kinachoitwa amani. Sasa amani haiwezi kadumu mradi tu kuna dhuluma. Hamna amani ambayo inaweza ikadumu kipindi ambapo kuna dhuluma. Munafukuza watu ambao wanajitafutia, munapiga marufuku waendesha bodaboda, munapiga marufuku wajasiriamali kutoka katikati ya mji, eti kwamba mnasema amani. Amani ya kutoka wapi? Sasa hivi ndio wameweza kuona amani kwa kufukuza wafanyabiashara, lakini kipindi ambapo walikuwa wanachinja raia wa Tanzania mwaka uliopita, kipindi ambapo walikuwa wanapiga risasi mpaka wajawazito, hawakuwa wanajua amani ni nini. Hao unaoona ni bodaboda na kuandamana Kariakoo, jinsi mnavyoona maandamano ya bodaboda. Nina imani kwamba umeweza kupata taswira kamili. Hapa huwa tunasema taarifa za ukweli. Wacha tu niweze kukuomba kwa moyo mkunjufu kabla hatujasonga mbele. Tafadhali like video kama unanipata ama kama unatazama hii kanda. Hapo kando kuna penye wameweza kukuandikia like, fanya hivyo. Alafu hapa kando kuna penye wamekuandikia subscribe, finya hapo. Alafu chagua kituo chako pendwa cha Tanzania News TV. Uweze kujiandikishia nafasi bora ya kuendelea kupokea taarifa zetu kila wakati tunapozipakia, unakuwa wa kwanza kuzipokea. Vile ukitaka taarifa hizi ziweze kufikia marafiki zako, uweze kuhakikisha kwamba na wewe una share na wenzako, unawaambia kwamba sikiliza yale mambo ambayo yanaendelea katika taifa letu la Tanzania. Sambaza linki ya kanda hii hapo kwa share, finya hapo, chukua linki, weka kwa status yako ya WhatsApp, sambaza kwenye mitandao yako, tumia marafiki zako inbox au kwenye magrupu mbalimbali, vikundi mbalimbali, ili taarifa hizi ziendelee kusambaa. Viongozi sio kupanda chuki. Viongozi ni kutafuta suluhu, na kabla ya kiongozi yeyote kuchukua maamuzi lazima aweze kuyapiga ama ayaweke kwenye darubini. Je, maamuzi haya yatapokelewa kivipi? Yatakuwa mazuri au yatakuwa mabaya? Je, yatakuwa vipi? Yatakuwa mazuri au yatakuwa mabaya? Sasa wacha nikuulize mpenzi mtazamaji,
wamefukuza hawa wajasiriamali, wamefukuza hawa wafanyabiashara wadogo wadogo, wamefukuza hawa bodaboda, wamewapea suluhu mahala pa kwenda. Mimi ninafikiri kwamba kuitwa kiongozi ni lazima uwe na akili ya kufikiria mara mbili zaidi ya jinsi ambavyo watu wanafikiria. Kabla hamjaweza kutoa uamuzi wa kufukuza watu, lazima muwaambie kwamba hii ndio sababu ambayo imefanya tumewaondoa hapa na tumewatafutia mahala pa kwenda kufanyia kazi. Lazima hawa viongozi, lazima Samia ajue kwamba hawa ambao alifukuza, hawa ambao alipiga marufuku kutoka jiji la Dar es Salaam katikati mwa eneo la Kariakoo, pia wao ni wazazi, pia wao wanategemewa mle nyumbani, pia wao wako na watoto shuleni na karo inahitajika. Lazima angefikiria aone, okay, basi badala ya kuwafukuza wacha niwatafutie mahala pa kufanyia kazi. Lakini Samia yeye ni mama, hataki kuingia kwenye viatu vya kuwa mama, hataki kuingia kwenye viatu vya kuwa kiongozi bora. Yeye anataka kuonekana tu amefanya maamuzi. Utafanyaje maamuzi bila ya kushirikisha umma? Utafanyaje maamuzi bila ya kushirikisha waathirika? Utakuwa unajipigia kelele, kwa sababu niamini hao ambao unafukuza hawataweza kukusikiliza, hawataweza kukusikiliza. Watakuwa wanaamka wanaenda biashara zao, mnawafukuza tena, wanarudi tena wanaandamana. Mkiona vibaya muwakamate, kwa sababu pale ndipo wazazi wanatafutia riziki, wanapelekea watoto wao mashuleni. Hamwezi mkawafukuza eti kwa sababu nyinyi mko afisini mnapokea vijimshahara. Uongozi bora ni kutafuta suluhu na sio kuweza kuleta matatizo. Ndio mungewatoa pale, muwaambie okay, sasa naomba tuweze kuwapeleka mahala fulani. Hapa ndipo patakuwepo mahala penu mbadala pa kuchumia riziki. Viongozi nanyi kabla ya kufanya maamuzi lazima mjue kwamba hata pia nawa hata pia na hawa ni wazazi na wao wanategemewa pale nyumbani. Sio kuanza kukurupuka kwa sababu hamkuchaguliwa, sio kuanza kukurupuka kwa sababu mliweza kuiba uchaguzi, mwanza kufanya maamuzi kwa sababu mnajua kwamba tena mtakuja kuomba kura, mtafanya upuzi ule ule ambao mliweza kufanya mwaka 2025. Viongozi bora hawawezi wakafanya upuzi kama huu. Viongozi bora wanatafuta suluhu. Tukiendelea na upuzi kama huu, basi Tanzania yetu italipuka siku moja. Mahala ambapo watu wanajiona kwamba wao ndio bora kufanya maamuzi bila ya kushirikisha wananchi, Tanzania yetu italipuka. Sijui wazo lako ni lipi? Unaweza ukaambia nini Samia?